Rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran Masoud Pezeshkian ametoa ujumbe mzito kwa taifa la Iran kufuatia kuchapishwa kwa takwimu rasmi za vifo vilivyotokana na wimbi la mashambulizi ya kigaidi yaliyoitikisa nchi hiyo mapema mwezi huu, ambapo katika ujumbe wake rais alithibitisha tuhuma za muda mrefu za serikali kwamba Marekani na Israel ziliendesha vita mseto kwa kuajiri mamluki na kuyatika maandamano halali ya raia ili kufidia fedheha kushindwa kwao katika vita vya siku 12 vya Juni mwaka 2025. Kwa sauti ya huzuni na uzito wa dhamana ya kitaifa, Pezeshkian alitoa pole kwa familia za waliopoteza wapendwa wao katika machafuko hayo, akieleza kuwa taifa limepitia jaribio gumu lisilo la kawaida, na hapa namnukuu: tuliyoyapitia katika wiki zilizopita ilikuwa mtihani mgumu mno, mtihani ulioliacha taifa letu likiwa na majeraha ya kudumu. Matukio haya machungu na ya kuumiza liniumiza binafsi, si tu kama rais, bali mwakilishi aliyechaguliwa na watu, mwisho wa kumnukuu. Rais alieleza kuwa maadui wa Iran walitumia makusudi maandamano ya amani na ya haki ya wananchi kuyapindua na kuyageuza kuwa uwanja wa damu, vurugu na uharibifu, huku kwa sauti ya huzuni alisikika akisema kuwa mikono iliyomwaga damu ya zaidi ya watu 1000 wakiwemo wanawake, wanaume, vijana, watoto, wanasayansi na makamanda katika vita vya siku 12 ilijitokeza tena kwa sura nyingine, na hapa namnukuu: kwa kuchochea mamluki wachache waligeuza haki ya maandamano, haki ya asili ya jamii hai, kuwa hasira isiyo takatifu iliyoteketeza misikiti, shule, maeneo ya umma na mali za taifa, alisema kiongozi huyo, ikiwa ni sehemu ya kutupa tuhuma nzito kwa Marekani na Israel. Itakumbukwa kuwa machafuko hayo yalitanguliwa na maandamano ya amani ya wafanyabiashara wa masoko waliokuwa wakipinga kudorora kwa thamani ya rial, hali iliyochangiwa na vikwazo vya miaka mingi vya Magharibi, ambapo hata hivyo hali ilibadilika ghafla baada ya mwana wa Shah aliyepinduliwa akiwa chini ya mwamvuli wa Marekani na Israel kutoa wito kwa wafuasi wake kuingia mitaani tarehe 8 na tarehe 9 Januari kwa lengo la kuangusha Jamhuri ya Kiislamu. Iran imedai kuwa wito huu uliwafanya waandamanaji wa awali kujiondoa mitaani na nafasi yao ikachukuliwa na watu waliovaa barakoa waliotekeleza mauaji dhidi ya vikosi vya usalama na raia wa kawaida, wakichoma moto mali za umma na binafsi. Ndani ya siku chache tu takriban watu 2500 askari na raia waliuawa kwa risasi za moto, mabomu na molotovu na visu, na hapa namnukuu: njama ya Kimarekani na Israeli ilikuwa kisasi cha woga cha maadui wa taifa la Iran kufuatia kushindwa kwao katika vita vya siku 12, alisema rais huyo, huku akiongeza kuwa ameunda kamati maalum kuchunguza chanzo cha vurugu hizo na kung'oa mizizi yake kabisa. Masoud Pezeshkian aliposema kwa sauti isiyoyumba kwamba taifa lake lipo katika vita kamili, si vya mzinga pekee, bali vya kila nyanja uhai dhidi ya Marekani, Israel na Ulaya. Kauli hiyo haikuwa ya jazba, bali ilikuwa ni tamko la zama. Ilikuwa ni sauti ya taifa linalohisi kuzingirwa kutoka pande zote kama mji wa kale unaobanwa na maadui wasiovaa sare. Akizungumza kupitia mahojiano yaliyochapishwa kwenye tovuti ya kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei, Pezeshkian alikuwa wazi kile ambacho Tehran imekuwa ikikisema kwa muda mrefu, kwamba Washington na washirika wake hawapigani Iran kwa mabomu pekee, bali kwa njaa, hofu, vikwazo na mashinikizo ya kisaikolojia. Hawataki nchi yetu isimame kwa miguu yake, alisema kwa msisitizo, maneno yake yakidondoka kama nyundo juu ya meza ya historia. Rais huyo alisema Iran haionekani kama mshambuliaji, bali kama mpiganaji aliyebanwa anayelazimika kujilinda, huku akisisitiza kuwa leo zaidi ya wakati mwingine wote majeshi ya Iran yana uwezo mkubwa wa kujibu mashambulizi, uwezo alioutaja kama mkali na wa kuamua iwapo Magharibi watachagua tena njia ya makombora. Kauli hizo zinakuja wakati dunia ikitazama kwa tahadhari mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Florida, mkutano ambao kivuli chake ni programu ya makombora ya Iran na hatima usalama wa Mashariki ya Kati. Iran bado ina jeraha bichi la vita vya siku 12 vilivyopiganwa mwezi Juni mwaka 2025, vita vilivyomalizika kwa mashambulizi ya mabomu ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vilivyojificha chini ya ardhi. Washington ilitangaza kusimamishwa kwa mapigano kwa kile ilichokiita kusitisha kabisa vita, ikidai kuwa mashambulizi hayo yamerudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran kwa hadi miaka 2, madai ambayo Tehran imekanusha vikali. Lakini vita hivi kwa mujibu wa Pezeshkian havikuishia angani, vinaendelea sokoni, viwandani, vyuoni na majumbani. Wanatuzingira kwa kila upande, kiuchumi, kitamaduni, kisiasa na kiusalama. Wanazuia mauzo yetu, biashara yetu, miamala yetu. Wakati huo huo matarajio ya jamii yanaongezeka, hivyo ni lazima tushikamane kwa nguvu zote kuirekebisha nchi, alisema rais huyo. Kwa miongo kadhaa Marekani imetumia silaha ya vikwazo kuikandamiza Iran, ikilenga hasa mauzo ya mafuta, mshipa mkuu wa uchumi wa taifa hilo. Shinikizo hilo limeacha majeraha makubwa, mfumuko wa bei unaochoma mfuko wa wananchi, ajira zinazopotea na mustakabali unaonekana kama ukungu mzito. Hivi karibuni riali ya Iran imesambaratika hadi kiwango cha chini kabisa dhidi ya dola ya Marekani, hali iliyochochea maandamano ya wananchi waliomiminika barabarani Tehran na miji mingine wakipaza sauti za hasira na kukata tamaa. Na hapo ndipo Iran inapochukua sura tahadhari kwa dunia kwamba vita vya leo havitangazwi tena rasmi, havina mstari wa mbele unaoonekana, lakini vinaumiza zaidi, vinaingia kwenye akili, tumbo na matumaini ya watu, kwani kwa Tehran huu si wakati wa maneno matamu, ni wakati wa kuhimiri dhoruba au kusukumwa na historia.